Silaha zenye nguvu za kuangamiza dunia, atomic na nuclear bombs. Katika historia ya binadamu kumekuwa na silaha nyingi za vita: bunduki, mizinga, ndege za kivita na makombora, lakini hakuna silaha iliyowahi kuogopesha dunia kama mabomu ya nyuklia. Silaha hizi zina uwezo wa kuharibu mji mzima ndani ya sekunde chache. Hadithi ya mabomu haya ilianza wakati wa vita kubwa ya dunia iliyojulikana kama World War II. Katika kipindi hicho, wanasayansi walikuwa wakifanya tafiti juu ya nguvu iliyofichwa ndani ya atom. Miongoni mwa wanasayansi waliokuwa wakifanya utafiti huo alikuwa Albert Einstein pamoja na watafiti wengine mashuhuri duniani. Waligundua kitu cha ajabu. Ndani ya chembe ndogo sana ya atom kulikuwa na nishati kubwa sana. Ikiwa nishati hiyo ingeweza kutolewa ghafla, ingeweza kusababisha mlipuko mkubwa zaidi kuwahi kuonekana. Ugunduzi huo uliwafanya viongozi wa Marekani kuanzisha mradi wa siri uliojulikana kama Manhattan Project. Mradi huu ulihusisha maelfu ya wanasayansi na wahandisi waliokuwa wakifanya kazi kwa siri kubwa sana. Lengo lao lilikuwa moja tu: kutengeneza bomu la kwanza la atom duniani. Baada ya miaka ya utafiti, bomu hilo hatimaye lilifanikiwa kutengenezwa. Mlipuko wa kwanza wa majaribio ulifanyika mwaka 1945 katika jangwa la New Mexico nchini Marekani. Jaribio hilo lilijulikana kama Trinity Test. Wakati bomu hilo lilipolipuka, wanasayansi walishangazwa na ukubwa wa mlipuko huo. Mwanga mkali ulionekana kilomita nyingi na wingu kubwa la moshi lilipanda juu angani. Baada ya majaribio hayo, dunia ilibadilika milele. Kwa mara ya kwanza binadamu walikuwa wametengeneza silaha yenye uwezo wa kuangamiza mji mzima. Muda mfupi baadaye, mabomu mawili ya atomu yalitumika katika miji ya Hiroshima na Nagasaki nchini Japani mwaka 1945. Lakini baada ya vita kuisha, mataifa makubwa hayakuacha kutengeneza silaha hizo. Badala yake, walianza kutengeneza mabomu makubwa zaidi. Hapo ndipo silaha nyingine zilipozaliwa: bomu la nyuklia lenye nguvu zaidi kuliko atomic bomb. Silaha hii inajulikana kama hydrogen bomb. Moja ya mabomu makubwa zaidi kuwahi kutengenezwa duniani ilikuwa Tsar bomba, lililotengenezwa na Soviet Union mwaka 1961. Bomu hili lilipolipuliwa kwa majaribio, mlipuko wake ulikuwa mkubwa kiasi kwamba uliweza kuonekana umbali wa kilomita zaidi ya 1000. Wingu la mlipuko lilipanda hadi zaidi ya kilomita 60 angani. Hadi leo hii, hilo ndio bomu kubwa zaidi kuwahi kulipuliwa duniani. Lakini swali kubwa ni hili: nini kitatokea endapo mabomu haya yatatumika katika vita kubwa duniani? Wataalamu wanaamini kuwa vita ya nyuklia inaweza kuharibu sehemu kubwa ya ustaarabu wa binadamu. Miji mikubwa ingeangamizwa ndani ya dakika chache. Moto mkubwa ungeenea kila mahali na moshi ungeweza kuzuia mwanga wa jua kufika duniani. Hali hii inajulikana kama nuclear winter. Katika hali hiyo, joto la dunia lingeshuka sana, mazao yangekufa na njaa ingeenea duniani. Kwa sababu hiyo, mataifa mengi duniani leo yanajaribu kudhibiti silaha za nyuklia kupitia mikataba ya kimataifa kama ile inayosimamiwa na United Nations, yani UN. Lakini ukweli ni kwamba mabomu ya nyuklia bado yapo katika ghala za kijeshi za mataifa makubwa. Nchi kama United States, Russia na China zinamiliki maelfu ya silaha hizo. Hii ina maana kwamba dunia bado inaishi katika enzi ya hofu ya silaha za nyuklia. Lakini pamoja na hofu hiyo, historia ya mabomu ya nyuklia pia imetufundisha somo muhimu. Nguvu kubwa sana mikononi mwa binadamu inaweza kuwa baraka au laana. Inaweza kutumika kuendeleza sayansi na teknolojia au inaweza kuharibu ustaarabu wote wa dunia. Ndiyo maana hadi leo hadithi ya mabomu ya atomiki na nyuklia inaendelea kuwa onyo kwa dunia nzima. Onyo kwamba wakati mwingine uvumbuzi mkubwa wa kisayansi unaweza pia kuwa silaha hatari zaidi kutengenezwa na mwanadamu. Hii ni The Story Vault kutoka Charlie Media. Asante.